Viongozi wa nchi nne za Ulaya wamewasili hivi leo mjini Kiev ili kudhihirisha kwa pamoja uungwaji wao mkono kwa Ukraine, wakati miito ikiongezeka kwa Urusi kuitaka ikubali mpango wa kusitisha mapigano kwa mwezi mmoja. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, waziri mkuu wa Poland Donald Tusk na yule wa Uingereza Keir Starmer walisafiri kwa treni kupitia Poland na wanatarajiwa kukutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Katika taarifa yao ya pamoja, viongozi hao wamesema wanaunga mkono mpango wa amani wa rais wa Marekani Donald Trump na kutoa wito kwa Urusi kuachana na vitendo vya kuzuia juhudi za kufikiwa amani ya kudumu nchini Ukraine. Moscow. Urusi imeyataka mataifa ya Ulaya na Marekani kuacha kuipatia Ukraine silaha na kwamba hilo ndilo sharti kuu la kufikiwa makubaliano ya usitishwaji mapigano nchini Ukraine kwa siku 30, huku ikitupia lawama Ukraine kwamba inayakwepa mazungumzo ya kina. Hayo yameelezwa leo na msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov, akisisitiza kuwa ikiwa makubaliano hayo yatafikiwa bila sharti hilo kutekelezwa, itakuwa ni faida kubwa kwa Ukraine ambayo itatumia muda huo kujipanga upya kijeshi na kusogeza vikosi zaidi maeneo ya karibu na mpaka. Kauli hiyo imetolewa siku moja baada ya Urusi kufanya gwaride kubwa la kijeshi ili kusherehekea siku ya ushindi dhidi ya utawala wa Manazi wa Ujerumani, ambayo inaadhimisha pia miaka 80 tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Islamabad. Pakistan na India zimeendelea kushambuliana usiku wa kuamkia leo na kutunishiana misuli licha ya kutangaza kuwa tayari kupunguza mvutano kati yao. Pakistan imesema raia 13 wameuawa katika upande wake kwenye eneo linalozozaniwa la Kashmir. Jumuiya ya kimataifa imezitaka nchi hizo mbili zenye silaha za nyuklia kujizuia kuutanua mzozo huo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amezitolea wito India na Pakistan kuzungumza ili kuepuka kuzusha vita kamili. Mvutano huu mpya ulizuka Aprili 22 mwaka huu kulipotokea shambulio huko kwenye mji wa Pahalgam, eneo maarufu la watalii huko Kashmir, na kusababisha vifo vya watu 26. India inaituhumu Pakistan kuhusika na shambulio hilo, jambo ambalo ililolikanusha vikali. Taarifa hii ya habari za ulimwengu inakujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ataelekea siku ya Jumatatu kwenye mataifa ya Saudi Arabia, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu, anakotarajiwa kusaini mikataba mikubwa ya kibiashara katika sekta za ulinzi, usafiri wa anga, nishati na akili mnemba. Ziara ya Trump iliyotajwa na ikulu ya White House kuwa ya kihistoria itafanyika chini ya kiwingu cha orodha ndefu ya migogoro katika kanda ya Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na vita vya Israel huko Gaza, mashambulizi ya Wahuthi wa Yemen, mpango wa nyuklia wa Iran na machafuko nchini Syria chini ya utawala mpya. Israel ambayo ni mshirika mkuu wa Marekani eneo hilo na kutokuwa kwenye ratiba ya ziara hiyo ya Trump kumezusha uvumi kuhusu mvutano uliopo kati ya Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuhusiana na vita vya Gaza. Abuja. Wakati kiongozi mpya wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 akiongoza hapo jana misa yake ya kwanza, watu katika mataifa mawili ya Afrika yenye waumini wengi wa Kikatoliki ya Nigeria na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walidhihirisha furaha yao, huku wakitumai kuwa papa huyo ataendeleza misimamo ya kiliberali ya mtangulizi wake. Wakazi wa mji mkuu wa Kongo walifurahishwa na kuchaguliwa kwa Papa Leo wa 14 licha ya kwamba walikuwa na matumaini ya kumuona askofu mkuu wa jiji la Kinshasa Kardinali Fridolin Ambongo anakuwa papa wa kwanza mweusi. Ifahamike kuwa karibu 40% ya raia milioni 100 wa Kongo ni Wakatoliki. Rais wa Nigeria Bola Tinubu alisema kuchaguliwa kwa Papa Leo wa 14 kunafungua ukurasa mpya katika historia ya kanisa Katoliki chini ya misingi ya upendo na ubinadamu, hasa kwa wale wasiojiweza. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. DW
maoni. Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi kingine cha maoni mbele ya meza ya duara. India na Pakistan zinapambana kwa silaha huku mzozo wa jimbo la Kashmir ukiendelea kutokota. India inasema wanajeshi kutoka pande zote mbili wameshambuliana kutumia silaha ndogo na silaha nzito usiku wa kuamkia siku ya Alhamisi. Jeshi la Pakistan linasema idadi ya vifo kutoka pande zote mbili imeongezeka kufikia watu 31. India inasema watu wasipungua 13 wamekufa kutokana na mashambulizi ya makombora ya Pakistan. Pakistan ilisema ilitungua droni 12 zilizotumwa na India wakati wa mashambulizi ya usiku kucha, huku raia mmoja akiuliwa na wanajeshi kadhaa wakijeruhiwa na droni moja. Kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la Pakistan, Ahmed Sharif Chaudhry, shambulizi hilo lilikuwa kitendo kingine cha uchokozi cha India. Kwa nini mgogoro wa Kashmir umeibuka tena wakati kama huu? Je, mapambano kati ya India na Pakistan yanatoa mwelekeo gani kuhusu mzozo wa Kashmir? Na ipi dhima ya jumuiya ya kimataifa katika kutanzua mzozo wa jimbo la Kashmir? Maswali haya pamoja na mengine, msikilizaji, ndiyo tutakayoyajadili katika kipindi chetu hivi leo. Mezani tunaye Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa huko New York nchini Marekani. Mjini Tehran nchini Iran yuko Abdul Fattah Musa, mwandishi wa habari na mchambuzi wa siasa. Hapa mjini Bonn tumemwalika mstaafu wetu Abdu Mtulia, mchambuzi wa siasa za Ulaya na kimataifa. Na katika mji wa Sumbawanga huko nchini Tanzania tunaye Gwandumi Mwakatobe, yeye ni mchambuzi wa siasa. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo. Naam, nianze moja kwa moja na swala hili ambalo limekuwa linasababisha tumbo joto sana kwa nchi mbili hizi majirani, India na Pakistan. India inasema imezitungua droni za Pakistan na kushambulia mifumo ya ulinzi wa anga mjini Lahore kujibu mashambulizi ya Pakistan kutumia droni na makombora yaliyofanyika usiku kucha kuamkia siku ya Alhamisi, mashambulizi ambayo inasema yalizimwa. Pakistan imesema imezitungua droni 25 huku droni nyingine zikifanikiwa kuvuka mifumo ya ulinzi wa anga na kusababisha kifo cha raia mmoja na kujeruhi wanajeshi kadhaa. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema balozi wake mjini Lahore amewashauri wafanyakazi wajifiche maeneo salama kufuatia mashambulizi ya droni katika mji huo wa Pakistan. Profesa Monda, nije kwako hapo New York. Kipi hasa kinachoendelea kati ya India na Pakistan, dola mbili hizi ambazo zinamiliki nyuklia?